Na next ukurasa unaofuatia unaonyesha magawio kwa makampuni ambayo yameshatangaza. Nafikiri hapa mshiko wa hivi karibuni ni TBL ambao siku ya sikukuu juzi ndio ulitakiwa walipe. Nafikiri kama mtu akupata hizo pesa zake juzi au leo, sikukuu ilikuwa juzi 27, lakini jana au leo kwa mtu mwenye hisa za TBL kama hajapata hiyo pesa, nafikiri ni vizuri akafuatilia kwa registrar kwa TBL pamoja na TCC. Lakini kwa NMB watalipa tarehe 24 Juni, lakini tarehe 1 Juni ambayo ni wiki ijayo, wale wa CRDB, wale mabilionea wa CRDB ndio wanaenda kuchukua mshiko wao. Nafikiri hapa kuna kampuni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5 na mmoja kama hapa hajawekwa. Sasa nilikuwa nahisi kama ni kampuni 6, lakini tutazifuatilia. Lakini kwa sababu DSE watakuwa na AGM na siku chache zijazo, kwa tutegemea DSE na atakuwa mmoja wapo ambao watatangaza chochote walichonacho, kama wanatoa gawio au wanaamua kurudisha kila kitu kwenye biashara. Na hiyo kutoa gawio ni sasa na kula mbegu kidogo. Kwa hiyo kuna ukiamua upandikize mbegu yote juu ya maamuzi ya shareholders. Lakini bahati mbaya kwenye sheria zetu za Tanzania sasa hivi ukiamua kula mbegu unapigwa kodi fulani, wanaashumu kwamba umetoa gawio. Kwa hiyo kidogo sijajua kusudi ya hiyo sheria, kwa sababu nimeona hata Kenya wanataka kuipitisha hiyo sheria kwamba usipogawa gawio nafikiri unapewa miezi kadhaa, ukichelewa kuigawa wanataka kodi. Wanasema kwamba ni deemed dividend. Tarehe 10 Juni ambao ni wiki ijayo kutakuwepo na mnada wa miaka 10 ambayo nafikiri hapa kuna matokeo ambayo kuyaweka ya wiki hii. Wiki ndio kulikuwepo na mnada wa miaka 20 ambayo ilikuwa ni kuponi ya ngani fungue hiyo. Haya matokeo kidogo ni comment kuhusu hayo matokeo.